Ujumbe wa asubuhi kutoka kwake God Bless Lema umetikisa medani ya siasa nchini Tanzania na vilevile kutikisa na kubomoa CCM. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika moja ya ujumbe mkali zaidi uliowahi kuelezwa ama kuelekezwa kwa vijana na wanachama wa chama tawala nchini Tanzania katika miaka ya karibuni CCM, God Bless Lema anatoa onyo zito kuhusu nafasi ya maadili katika siasa, akibeba simulizi pana ya majeraha ya kitaifa na historia ya ukatili ambao umepita kwenye sura nyingi za taifa. Ujumbe huo wa asubuhi unachukuliwa kama mwangwi wa hasira iliyojengwa na safari ndefu ya mapambano ya haki, na unaanza kwa taswira nzito kuhusu mzigo wa dhamiri unaowakabili wale wanaoshiriki kwa malipo au kimoyomoyo katika mifumo inayolea uonevu. Hapo ndipo simulizi linapoanza, katikati ya tahadhari kuhusu matokeo yasiyokwepeka ya matendo ya kibinadamu na dhana kwamba ukimya wakati wa uovu ni washirika wa madhara. Ujumbe huu unalenga kundi maalum la vijana na makada wa chama tawala CCM ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakionekana kwenye majukwaa, mitandaoni na kwenye mikusanyiko ya kisiasa kama nguzo za propaganda za serikali. Lema anachora taswira pana ya kizazi kinachokabiliwa na uchaguzi mgumu kati ya kwa uaminifu wa kisiasa na misingi ya utu. Anaweka wazi kwamba kushiriki katika kutetea vitendo vinavyosababisha mateso ya raia kwa sababu ya posho au matamanio ya kisiasa ni kitendo kinachofanana kabisa na ushiriki wa moja kwa moja katika ukatili. Na katika makala haya uchambuzi simulizi hilo linapanuliwa ili kuweka muktadha mpana wa mjadala kuhusu maadili ya siasa Tanzania, na mjadala ambao umetawala anga la taifa kwa miaka mingi. Kwenye ujumbe wake kwenye mtandao wa kijamii, God Bless Lema alisema kuwa nyie vijana na watu wa CCM na ulipwa posho kwenda kwenye majukwaa na posti mbalimbali na kutetea ukatili, umwagaji wa damu na mateso yanayofanyika nchini, fahamuni kuwa kwa kufanya hivyo bila kutenda haki kwa dhati, mnakuwa kabisa sawa na wale wanaotekeleza ukatili huo. Jueni kwamba kusimamia au kufumbia macho maonevu haya ni mzigo mkubwa wa kimaadili na athari zake huwa zinamrudia kila aliyehusika. Na waonya, acheni mara moja kushiriki katika uonevu, upotoshaji na vitendo vinavyoendeleza mateso ya wananchi. Kiburi na mabishano yenu haya dhidi ya ukweli havitawaficha, na hatimaye kila mtu atabeba matokeo ya matendo yake kama ni halisi, na hakuna atakayekwepa matokeo ya uovu unaosaidia. Ndio ujumbe God Bless Lema alioandika kwenye mtandao wa kijamii. Kwa miaka kadhaa nchi imepitia vipindi vinavyotawaliwa na ukandamizaji, hofu na matukio yaliyowagusa wananchi moja kwa moja. Wengine walipoteza wapendo wao, wengine waliishi kwa hofu, na wengine waliendelea na maisha lakini na kumbukumbu ambazo hazifutiki. Na katika mazingira yao ama hayo, Lema anarejesha kumbukumbu ya jukumu la raia katika kulinda maisha ya watu wenzao bila kujali chama, kabila au imani. Anasema wazi kuwa kusimama kimya mbele ya mateso ya wengine kunaleta athari zisizosahaulika zinazotiririka kutoka kizazi kimoja kwenda kingine. Muktadha wa ujumbe huu unafunguka kupitia historia fupi ya mabadiliko ya kisiasa nchini, ikionyesha jinsi kundi la vijana limekuwa mstari wa mbele katika kuvumisha kila kampeni ya kisiasa, na mara nyingi bila kutafakari madhara ya kile wanachokitetea. Mabadiliko ya teknolojia, hususan mitandao ya kijamii, yametoa jukwaa kubwa la kupambanua kisiasa, ambako vijana wengi wamejikuta wakifanya kazi kama watoa hoja, washambuliaji wa kimtandao na watetezi wa bila masharti wa mamlaka. Lakini nyuma ya juhudi hizo, simulizi linaonyesha jinsi nafasi hiyo inavyoweka mzigo wa kimaadili unaoweza kuwa mkubwa kuliko thawabu wanayoipokea.
Kwa mtazamo mpana zaidi, ujumbe wa Lema unaelekeza mwanga kwenye swali la msingi kuhusu uzito wa maadili katika siasa za nchi, na kwa miongo mingi mjadala wa haki, utu na uwajibikaji unaonekana kupungua kadri joto la ushindani wa kisiasa linavyozidi kupanda. Simulizi ile inaonyesha nchi inayosimama katikati ya njia panda, nchi moja ikiongoza kwenye mustakabali unaotawaliwa na maadili na uongozi jumuishi, na nyingine ikielekea kwenye jamii ambayo imemzoea ukatili kiasi cha kukubali kama sehemu ya kawaida ya maisha. Ujumbe wa Lema unaeleza moja kwa moja ukweli kwamba uovu hauhitaji tu wale wanaotenda, bali pia wale wanaokubali kimya kimya, wanaopa kinga kupitia hoja na mjadala unaopotosha ukweli, au wanaotumia kama njia ya kusaka maslahi binafsi. Hapa ndipo simulizi linachukua sura ya uchungu wa taifa linalotafakari ukweli kuhusu watu wanapopotea, wanaoteswa, wanaonyanyaswa na wale wanaotengwa kwa sababu za mitazamo yao ya kisiasa. Na Lema anasisitiza kuwa historia ina utamaduni wa kulaza mizani kwa muda, lakini baadaye kuirejesha bila huruma. Na katika ulimwengu wake wa hoja, karma si tu neno bali ni kanuni ya dunia inayorudisha majibu ya vitendo vya kila anayeshiriki. Safari ya taifa kuelekea maridhiano na uwajibikaji imekuwa ndefu, na simulizi hili inaonyesha jinsi mzigo huu ulivyo kwenye mabega ya kila mtu, na kwa namna moja au nyingine uhalisia huu unazidishwa na uzoefu wa watu waliowahi kusimama katika nyakati za hatari na kuona athari za ukimya wa umma. Historia ya nchi imejaa visa ambapo uamuzi wa kutochukua hatua uliwapa nguvu wale waliotenda ukatili zaidi, na simulizi linaonyesha kwa uwazi jinsi hali hizo zilivyowafanya wananchi wengi kukata tamaa. Lema anaweka wazi ukweli kwamba kuna kundi la vijana wenye uwezo na nafasi ya kubadili mwelekeo wa taifa, lakini wamejikuta wakitumikishwa kisiasa kwa njia ambazo zinawafanya washiriki moja kwa moja katika kusukuma mbele siasa za hofu. Na katika ulimwengu wa propaganda, ukweli mara nyingi hutoweka na kuachia nguvu ya hoja iliyopangwa, na hapo ndio simulizi inapotengeneza daraja kati ya mapambano ya maadili ya kisiasa ya sasa na masimulizi ya kihistoria ya mataifa ambayo yaliteleza kwenye mifumo ya ukandamizaji kwa sababu ya kushindwa kwa wananchi wao kusema hapana. Kadri simulizi inavyoendelea linachora picha ya taifa linalotafakari mustakabali wake kupitia nyuso za vijana wake. Ndani ya kundi hilo kuna wale wanaotumainia kazi, nafasi au fursa za kujikwamua kiuchumi kupitia siasa, lakini Lema anarejesha mjadala kwenye msingi kwamba faida zinazopatikana kwa bei ya maumivu ya wengine si faida bali mzigo utakaojirudia baadaye. Lakini makala haya, hoja hiyo inafunguliwa kwa undani kitazama athari za kiroho, kijamii na kisiasa ambazo jitokeza pale jamii inapojenga utamaduni wa kuhalalisha madhara. Na katika maisha baadaye ya taifa, simulizi inaweza kueleza kuwa vizazi vinaishi na makovu ya maamuzi ya waliotangulia. Mifumo ya ukandamizaji inapojengwa, basi mara nyingi haianguki kwa uzito wa wale wanaoiunda tu, bali pia kwa wale wanaoikubali. Hapo ndipo simulizi linaporudi kwenye kiini cha ujumbe wa Lema: mzigo wa maovu si wa wale wanaopokea amri tu, bali pia wale wanaoendeleza hoja zinazowapa nguvu watekelezaji wake. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu, manake hapa ndipo